Hiki ni kipindi maalum cha ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati alipotembelea kiwanda cha mbolea cha Etracom kilichopo Nala jijini Dodoma. Ujenzi wa kiwanda hiki ni matokeo ya ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan nchini Burundi, pamoja na ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa nchini humo. Kiwanda hiki kinatarajiwa kuzalisha takriban tani 600,000 za mbolea kwa mwaka na kitasaidia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tunazalisha mbolea hapa nchini badala ya kutegemea kuagiza nje kwa kiasi kikubwa. Hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu anaeleza uhitaji wa mbolea nchini. Mahitaji yetu ni makubwa. Na Watanzania mnajua kauli mbiu ya mama Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba serikali hii kupitia hayo maagizo ya chama tawala kwamba tutaimarisha sekta ya kilimo ambayo inategemewa na Watanzania zaidi ya 70%. Wote mnajua tulipoanza kusimamia mazao matano makuu ili Watanzania wanaolima mazao yale, na ni mazao yanayolimwa na Watanzania wengi kwenye maeneo hayo, yapate mafanikio na wakulima wapate mafanikio. Tukapanua wigo wa kuongeza mazao mengine ili kuwafikia Watanzania wote wanaojishughulisha na kilimo. Tukaongeza michikichi Kigoma na mikoa yote inayolima michikichi. Tumepanua kilimo cha mkonge. Tumekuja kupanua na kilimo cha mbegu cha alizeti kwa mikoa ya kanda ya kati, lakini pia zabibu mkoani Dodoma. Na tunaendelea kuongeza mazao moja baada ya jingine kwa lengo la kuwafanya wakulima wanaolima mazao haya wapate mafanikio makubwa. Changamoto kubwa ambayo tulikuwa tunaikabili ni hii ya upatikanaji wa mbolea. Tunalazimika kuondoa hizo dola milioni 450 kutoka kwenye bajeti yetu ya Wizara ya Kilimo kwa ajili ya kununua mbolea nje. Na ilikuwa inapunguza sana bajeti yetu ya kusimamia mazao kwenye maeneo ya Watanzania. Maamuzi ya ujenzi wa kiwanda hiki ni maamuzi sahihi ya kuendeleza kilimo nchini. Kwa hiyo kwenye maamuzi haya tutayasimamia vizuri kuhakikisha kwamba tunapata mafanikio. Je, ni zipi faida za ujenzi wa kiwanda hiki hapa nchini? Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anaeleza. Fursa ambayo pia tunaipata kwa kuwepo kwa kiwanda hiki ni ile ya kuuza malighafi. Kuna malighafi za kiwanda hiki zinapatikana hapa nchini. Moja ni ile mbolea ya phosphate. Ile malighafi ya phosphate ambayo iko mkoani Manyara. Tunajua tunahitaji phosphate ya kutosha kuendesha kiwanda hiki kwa miaka yote, na tunayo benki ya kutosha. Kwa hiyo fursa hii ambayo pia tunayo, najua mkoa wa Manyara mtaisimamia vizuri, mtairatibu vizuri, na hawa waweze kupata fursa ya kupata phosphate na kuileta hapa na hata kwenye kiwanda chao kule Burundi, ili viwanda vyote vifanye kazi. Tutapata mbolea kutoka Burundi, tutapata mbolea pia kutoka hapa, ili malengo yetu ya kilimo nchini yaweze kutimia. Fursa pili kwenye malighafi ni samadi ya mifugo yetu. Alikuwa ananionyesha kule kwamba kule tunahitaji eneo la kuweka samadi. Hii mbolea inayotokana na kinyesi cha wanyama, ng'ombe, kondoo, mbuzi, inahitajika sana pia hapa. Hii ni fursa nyingine kwa wana Dodoma, fursa nyingine kwa mikoa jirani, Singida, Manyara, Morogoro, Iringa. Kiwanda hiki kwa ukubwa wake na uzalishaji wa tani 600,000 kwa mwaka, tunahitaji samadi ya kutosha ili ije kuendesha uzalishaji hapa wa samadi wa mbolea. Kwa hiyo wale wafugaji sasa, kile kinyesi cha mifugo kinahitajika sana katika hili. Kwa fursa nyingine katika kipindi hiki cha ujenzi, lakini pia kipindi kijacho, ni makampuni madogo ya Tanzania kushiriki pia kwenye ujenzi hapa kwa kuleta malighafi nyingine, bidhaa nyingine za ujenzi. Tunavyo viwanda vya nondo,
Tunatarajia nondo zote hizi ni hizi zinazotengenezwa hapa Dodoma. Saruji kutoka Dodoma. Lakini sio Dodoma tu, unasema Tanzania. Hili tutatufanya na sisi pia wafanyabiashara wetu kwenye sekta nyingine. Tunawaleta kokoto, tunawaleta mchanga, mawe. Haya ni makampuni ya ndani ya nchi ambayo pia na yenyewe yanashiriki kamilifu. Hii ni fursa pia. Kiwanda kitakapokuwa kinazalisha sasa, moja kwa moja tutakuwa na wafanyakazi wa kudumu na wale wa kila siku. Hayo ndio mambo ambayo mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuwa anayalenga. Na sisi tunasimamia pamoja na kuhamasisha huku tutambue fursa hizi zilizoko hapa. Mbali ya fursa hii, lakini pia huduma mbalimbali zinazotolewa hapa pembeni. Bwana Msafiri hapa alikuwa ananiambia sasa hivi hapa jirani hoteli nyingi. Hapa baa nyingi. Na Nala sasa inaenda kwa kasi. Hamwezi kujua hiki kiwanda kimesababisha makuzi kupanuka kwa mji wa Nala uendelee. Na leo viwanja huku vimepanda bei. Kwa nini? Itracom anaweka kiwanda kikubwa, kinaajiri watu wengi, kutakuwa na shughuli nyingi. Bado tuna fursa magari yatakuja hapa, yatahitaji kupiga oili, kujaza upepo matairi. Yote hizo ni fursa. Na wasihi wa Tanzania, kuanzia wana Dodoma wenyeji, tuchangamkie fursa zilizoko hapa ili na sisi tuingie katika kufanya kazi hizo, tupate kipato. Kila mmoja aanze kutabiri uwepo wa kiwanda hapa kunatakiwa nini hapa. Nyumba za kulala wageni hapa jirani. Watu wanakuja hapa, ameweka gari foleni, anasubiri kuchukua mzigo. Inafika saa 12 jioni, alale tu hapa. Hakuna shida. Kwa hiyo tujenge nyumba za kulala wageni, tujenge hoteli nzuri, tujenge maeneo ya vivutio. Hizi fursa hizi ni zetu, wana Dodoma wa Tanzania. Tuchangamkie eneo hili kuhakikisha kwamba tunafaidika. Akitoa maelekezo kwa wataalamu wa Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema, jiridhisheni kuwa mbolea itakayozalishwa hapa inakwenda sambamba na mahitaji ya ardhi yetu ndani ya nchi. Ili uwekezaji huu uwe na maana inayokusudiwa ya kuzalisha mbolea itumike ndani ya nchi. Kama kutakuwa na ziada, iende nje. Nalirudia hili kwa sababu tunao mfano ambao tumehangaika nao kwa miaka mingi ndani ya Wizara ya Kilimo, wa kiwanda cha Minjingu. Toka kiwanda hicho kimeanza kufanya kazi, mbolea ile wizara mmeendelea kusema haitoshi, haifai. Na nyie mpo. Na Wizara ya Kilimo ndio wizara yenye wasomi wengi ambao mngeweza kufanya marekebisho, angesha kwenda sambamba na ardhi tunayo nchini kwa miaka mingi tu. Tumeshuhudia mabishano ndani ya bunge pia juu ya mbolea Minjingu na matumizi yake ndani ya nchi. Na mabishano haya yanaanza huko ndani ya wizara. Ya mbolea ile haitoshi, haifai. Wataalamu mpo na mnasema haifai. Kwa nini tusiende kumshauri huku tunahangaika kutoa fedha dola milioni 450 kupeleka nje ya nchi, tukiwa tunaweza kuziokoa kwa kuifanya Minjingu kuzalisha mbolea inayofaa ndani ya nchi? Hili lisijitokeze tena kwenye kiwanda hiki. Anza leo kufuatilia hayo yote yanayokwenda kufanya tupate mbolea inayotumika ndani ya nchi. Lakini na ile pale nayo pia iende ikasaidiwe, ibadilike ili itumike ndani ya nchi. Hicho mnachodhani kimepungua, waambieni waongeze nini. Tunatambua nchi yetu kila mahali kuna ardhi tofauti. Nyie ndio wataalamu, elekezeni. Hao waweke mitambo inayozalisha mbolea hiyo kwa ajili ya mahitaji ya mahali hapo. Kwa Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, ulichosema ni sahihi, na mimi natilia mkazo kwamba hili sije likajitokeza kwenye kiwanda hiki, lakini wataalamu nendeni kule Minjingu, mumsaidie yule mwekezaji. Naye mkurugenzi wa biashara wa kiwanda hiki cha Itracom, Nazaire Nduimana, alieleza taarifa fupi ya kiwanda hiki. Naomba sana niweze kumshukuru mama yetu, rais wetu, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye chini ya uongozi wake tuna mazingira safi na usalama tosha
na uwekezaji unaenda kwa kasi. Huu ni mradi ambao utazalisha mbolea ya asili organic. Na tayari kama vile nishaelezea ni mradi ambao tayari tutazalisha takriban 600,000 tani kwa mwaka ambazo zitaunganishwa na chokaa tani 300,000, lakini pia na phosphate 400,000. Kwa hiyo ujenzi huu tayari ni miezi 5 karibia miezi 6. Na kwa sababu maelekezo ya kwa mkoa, maelekezo mawaziri, wawekezaji wote, tuliweza kwenda spidi kiasi kwamba kwa miezi 5 tu tumefika 52%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haijawahi tokea. Na tunaahidi tena, vile mlivyokuja kututembelea kwetu Burundi, mkafika kwenye kiwanda chetu, tulifurahi sana, mlitutia moyo. Kwa hiyo ile bidii tukaja nayo hapa, tukasema hatutamwangusha mzee wetu Kassim Majaliwa, hatutakuangusha. Tunaahidi within miezi 6 tutakuwa tumekamilisha kiwanda, tutakuwa tumeshaanza kuzalisha mbolea kiasi kwamba Watanzania wataona faida hiki kiwanda. Na kama tulivyosema mwaka jana, faida za kiwanda hiki ni nyingi sana. Kuna ajira kama ilivyotangaza, ajira za moja kwa moja 3,000. Hiyo nafikiri ni kitu kikubwa. Wananara oye! Ajira za moja kwa moja 3,000, lakini ambazo zitakwenda mpaka 5,000 tukijumlisha hapa na Manyara vilima vitatu. Kwa hiyo sio hiyo tu, lakini pia tutalipa ushuru, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia hii ni mbolea ambayo itakuja kurejesha rutuba ya ardhi. Kwa hiyo hii kiwanda ni kitu kikubwa sana kwa serikali ya Tanzania, lakini pia kwa wakulima, lakini pia kwa Wizara ya Kilimo. Nao baadhi ya mawaziri walioshiriki katika ziara hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu walieleza faida na mipango katika kuhakikisha wanasimamia kikamilifu ujenzi wa kiwanda hiki. Sisi kama Wizara ya Kilimo, kwa mwaka mahitaji yetu ya mbolea katika nchi ni wastani usiozidi tani 700,000. Ukichukua kwa bei ya leo iliyoko katika soko la dunia kwa mbolea aina zote ambazo tunakuwa tunatumia hizi za kemikali, kama nchi import bill yetu ni zaidi ya dola milioni 450 ambayo tunaitumia katika uchumi kwa ajili ya kununua mbolea kutoka nje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kama sisi sote tunavyofahamu, swala la mbolea na dunia inakoelekea, siasa za dunia zimehama katika mapambano ya silaha na nguvu na nini. Ni nani ana control factor kubwa ya uchumi wa watu. Na sisi wa Tanzania wengi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejiajiri katika sekta ya kilimo. Leo kama nchi, na nataka nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais na kukushukuru wewe na makamu wa rais kwa wajibu na jukumu mlotupa mimi na wenzangu serikalini, wasaidizi wenu, kuhakikisha kwamba swala la mbolea tunalipa priority. Na kiwanda hiki tutakilinda na tutakitunza na tutakipa support yote inayostahili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikutana na mwekezaji akiwa na mzee Chiligati. Nakumbuka ilikuwa weekend. Wakanipigia simu, tukakaa ofisini, nikawasikiliza, tukawaita wataalamu wa wizara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu ni uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 170. Kama nchi tutakuwa tunatenda dhambi kubwa sana tusipoutunza. Na mimi nilifanya ziara hapa, nilikutana na wataalamu, nikawaambia kwamba lazima wafanye diversification. Na leo tumekubaliana na wasaidizi wa mwekezaji kwamba tutafanya kikao pamoja wizarani, na wataalamu wangu wa Wizara ya Kilimo wako hapa. Na nimewaambia watu wa Wizara ya Kilimo kwamba sintataka kufika mwezi wa 7 politics za kuniambia kwamba mbolea inayozalishwa hapa haijamit requirement tunayotaka. Hilo jambo hatutoelewana. Kwa sababu ni wajibu wa Wizara ya Kilimo, idara ya utafiti na TFRA kumsaidia mwekezaji kujua ekolojia na udongo wa Watanzania ukoje na equation ya mkoa wa Mbeya ya mbolea ni ipi inayotakiwa. Nilikuja nao mwenyewe hapa, tukakutana, tukaongea. Lakini la pili ambalo niliwashauri wawekezaji, na mimi nitumie hafla yako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwashauri, ni kwamba kwa kuwa wameleta equation ya kutumia chokaa, jambo ambalo sisi kama wizara 30% ya mbolea inayotumiwa na wakulima katika mashamba hupotea kwa sababu
ardhi ina asidi kubwa. Kwa hiyo solution ya ardhi ile kutibiwa ni chokaa. Kwa hiyo kwa kuwa wanaweka kiwanda cha zaidi ya tani 300,000, sisi kama wizara sasa tunaanza kujipanga kupromoti matumizi ya chokaa katika kilimo ili kiweze kupunguza gharama ya uwekezaji katika wakulima wetu. Lakini la pili, nimewashauri kwa kuwa wana line 3, nimewashauri line moja waweze kudedicate kwa ajili ya kufanya blending ya chemical fertilizer, ili mkulima akitaka mbolea ya DAP ama urea au NPK kama tunavyoagiza mbolea ya NPK ya tumbaku, waweze kufanya blending hapa ili iweze kuwasaidia kupunguza zile hatari za kwenye biashara, kwa sababu mkulima anaweza akaja anataka mbolea ya tumbaku. Tutakaa nao tuweze kuwasaidia business model yao iweze kuendana na mazingira ya Tanzania, kwa sababu watacompete na watu wengine. Kwa hiyo huu uwekezaji hatutaki uweze kupotea na hatutaki uweze kwenda kwenye hasara kesho na kesho kutwa ashindwe kufanya biashara yake katika mazingira mazuri. Kwa hiyo nataka niwahakikishie wakulima wa nchi yetu, tunapokwenda mbele kama Wizara ya Kilimo tunakuja na mkakati wa Stabilization Fund ambao utakuwa na mfumo mzuri wa usimamizi, hata serikali ikitoa ruzuku iende kumsaidia mkulima. Kwa hiyo haya mapito ni ya muda mfupi na tutayasimamia, na kwa kuwa tutakuwa na viwanda vinavyozalisha ndani ya nchi, ni rahisi mno kusimamia swala la ruzuku katika pembejeo za wakulima, na hii ndio njia ambayo tutakwenda nayo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nichukue nafasi hii kuhakikishia wawekezaji wa kiwanda hii, lakini wawekezaji wote ambao wanawekeza Tanzania na wawekezaji wote ambao wana dhamira ya kuja kuwekeza Tanzania, kwamba Tanzania ni salama na itaendelea kuwa salama. Kwa mazingira ya utulivu, amani, mshikamano, upendo wa nchi hii ni fursa muhimu sana na adhimu kwa mtu yote ambaye anataka kuwekeza hapa. Karibuni sana. Kiwanda hiki cha kuzalisha mbolea, na hasa mbolea ambayo ni yenye uasilia, kwa maana itatunza na kupreserve ardhi yetu ili isiharibike, ni faraja kubwa kwa Watanzania, lakini pia ni faraja kubwa kwa udugu wetu kati ya Burundi na Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, chimbuko la uwekezaji huu ni juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alipozuru katika ziara yake nchini Burundi alikutana na wawekezaji hawa na kuwasihi waje kuwekeza hapa nchini, ikiwa ni sehemu ya mikakati yake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuvutia uwekezaji hapa nchini katika sekta mbalimbali. Sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, tuna jukumu kubwa chini ya maelekezo yenu kuhakikisha tunaweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kuvutia wawekezaji kutoka nje, lakini pia na kuhamasisha wawekezaji ndani ya nchi yetu, ambao nao ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya viwanda, ambao ndio uti wa mgongo kwa maana ya chagizo ya uchumi, kama tunavyosema nataka una uchumi wa viwanda. Hadi kufikia hapo tumefikia tamati ya makala yetu hii maalum. Asanteni na kwaherini.